umepata report ya postmortem. What do you have to say? Mimi nashukuru wale wachukua kwa ajili ya maneno yangu hata ni machache. Sina mbele mengi. Naibu mkuu wa polisi Bwana Edwin Lagara, wewe ndiwe uliyetumana watu wako ma-DCI waje nyumbani, waje wachukue mwanangu ili wamlete Nairobi. Kama mkuu wa polisi naibu, kwa heshima ambayo ninaheshimu nayo katiba ya nchi hii yetu ya Kenya, pamoja na heshima ninayopatia watumishi wa serikali ambao wanatumikia nchi hii yetu, nilipeana kijana wangu kwa heshima hiyo mkononi mwako, maana nilipata habari kupitia kwa watu uliowatuma waje wamchukue yeye. Baada ya kukabidhi huyu mtoto kwako, maana hawa ni watu uliowatuma tu, leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Kupitia kwa sheria ukaseme kwa nini ulimuua mtoto wangu. Alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Watu wanaongea kuhusu mambo ya ufisadi hata ni wengi kabisa katika nchi hii yetu. Kwa nini mtoto wangu peke yake asulubiwe kwa ajili ya neno la ufisadi ambayo inahusu nchi nzima, abebe na ni mtoto wangu mmoja wa kipekee? Sasa nimebaki mkono mtupu, na atanielekeza katika maisha yaliyobakia. Mtoto wangu nimemsomesha kwa taabu katika kaunti ya Kilifi kwa kazi ya Kware, nikijinyima kwa ajili ya mtoto wangu kusoma. Alipohitimu nilikuwa nina matumaini, ndiposa nikatoka huko nikirudi Nyanza nikae nyumbani, kwa sababu mtoto amefika mahali kwa kunishika mkono. Sasa leo hii umenivunja mkono, umeniua. Kwa nini uniue? Unanidai nini? Amekuibia nini? Hayo ndio maneno ambayo nataka niongee kwako Bwana Eli. Baada ya ripoti hizo, na jana idara ya polisi ilitoa taarifa, lakini leo kweli ambao ulifanyikia mtoto wako, ukipata nafasi ya kuzungumza na utawala wa taifa, rais, mkuu wa polisi Kanja, ushazungumza na Bwana Lagat, wale ambao wanafanya upelelezi kama baba Chwani, utawaambia nini? Mimi nataka niongee kuhusiana na mambo ripoti ambayo nilipata kwa police station ya kwamba ilikuwa ni ya uongo kutokana na uchunguzi uliotokea leo. Niliambiwa ya kwamba mtoto wangu amejigonga kwenye ukuta. Nauliza swali, huku kwenye makwapa pia unaweza kufika kwenye ukuta huko juu kwa kugongwa? Huku kwenye kishogo na kwa magoti, haya anaweza kufika huko kwenye ukuta huko juu kunakoonekana damu? Habari hizi zinamwendea tunayempenda rais wetu wa nchi hii. Tafadhali mzee wa nchi, tusaidie, nisaidie kama mwananchi anayetoa ushuru pia, na angalia haki kuwatendea wanyonge, sababu boma langu hata ilipigwa picha hata kabla kijana wangu kuondoka. Wakaona kwamba huyu ni mfukara, hawezi kujitetea. Kwa hivyo lolote tunaweza kumfanyia mtoto wake ili kwamba iwe suluhu namna hiyo. Hiyo haibariki.
Hiyo ni laana, hiyo ni laana, hiyo ni laana. Tusaidie. It's a very sad day in this republic. We were told